Tunafasi kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa nzuri anayoifanya ya kuongoza taifa letu. Tumpigie makofi mengi sana. Tuko hapa Viwandani Sekondari, lakini katika mashule mengi ya msingi na sekondari tunafahamu ukarabati mkubwa aliyofanya katika miundombinu iliyokuwa hafifu huko nyuma, lakini pia na kuongeza miradi mingine ya kuongeza madarasa, matundu ya vyoo, ujenzi wa nyumba za walimu, ujenzi wa maktaba, lakini kipekee kabisa kuasisi jambo la lishe mashuleni. Mheshimiwa Rais katika mambo haya wanasema ameupiga mwingi sana. Tumpigie makofi mengi sana Rais. Mheshimiwa Waziri, mimi binafsi kipekee ninampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maboresho ama kwa toleo jipya la sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2025. Katika toleo jipya na tunavyoandaa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, Mheshimiwa Rais ameona ya kwamba ni vema Watanzania kujiandaa katika muktadha wa elimu, kwenye elimu ambayo ni shindani lakini ni kujieleza kwenye mafunzo ya amali, wengine wanaita kwa Kigogo competence based education. Ni dhahiri katika dunia ambayo inabadilika kwa kasi. Ukienda katika baadhi ya nchi sasa ukiwaambia rasilimali zao zinazoendelea maendeleo, hawaanzi na kusema watu sio rasilimali nyingi, wanaanza na brains, watu ambao akili zao zimeongezewa maarifa na wana umahiri. Kulipata hilo lazima tuhame kwenye kujifunza panzi na miguu mingapi na vitu vya namna hiyo, twende katika masuala ambayo tunataka shindani kwenye karne ya 21 inayobadilika kwa kasi sana. Mheshimiwa Waziri, ninapoelekea kuhitimisha, nitambue na kuwapongeza viongozi wa Viwandani Sekondari. Natoa pongezi nyingi sana kwa Mheshimiwa Diwani wa kata hii, mzee wangu Mwanyemba, mwenyekiti wa bodi ya shule, mkuu wa shule, lakini na afisa elimu. Watu hawa huwa wananisumbua sana. Inawezekana wengine hamlijui hilo, lakini huwa wananisumbua sana. Nadhani kama kuna watu ambao wamenitafsiri vizuri passion yangu kwenye elimu, mzee Mwanyemba na shule yake wamenielewa vizuri. Kwa sababu kila mwaka haivuki tarehe 3 tarehe 4 tayari barua ya Viwandani Sekondari ishafika ofisini kwangu wakiomba mambo kama matatu. La kwanza, wakiomba idhini yangu kwa kuzingatia waraka wa elimu bila malipo, ili kusudi vijana waweze kupatiwa michango ya kufanikisha maendeleo ya taaluma kwenye shule yao. Kwa hiyo michango kwa ajili ya kambi za mtihani, michango kwa ajili ya chakula, michango kwa ajili ya masuala mengine ya ukarabati. Na mimi sijawahi kuwa mzito kwa kuangalia jambo hili. Lakini la pili na msingi, mahitaji ya utatuzi wa changamoto kwenye eneo la shule. Mheshimiwa Waziri, unafahamu nilikuwa na shirikisho linakaa hapa, shirikisho la SUJAWATA. Imekuwa ni kilio cha muda mrefu cha mzee Mwanyemba na mkuu wa shule, lakini pia ilikuwa ni kadhia kwa wenzetu wale walemavu. Kwa hiyo jambo hili tumesema fanyeni subira. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ni serikali sikivu sana. Mazingira yatafika, tutapata nafasi, changamoto hiyo tutaimaliza, na Mungu ni mwema. Subira imevuta heri. Leo shirikisho hilo limeondoka hapa na wanafunzi wangu pamoja na walimu wana mazingira mazuri kabisa ya kujifunza kwa faragha. Tumpigie makofi mengi sana Rais wetu. Mheshimiwa Waziri, lakini jambo la tatu hapa ni kupongeza wewe kibinafsi, lakini nimpongeze sana mkurugenzi kwa kuelewa ambalo ulinishauri. Mimi nataka niseme hadharani, Dr. Sagamiko nakupongeza sana. Wewe ni mtu rahimu, ni mtu mwenye utulivu, ni mtu ambaye jambo mkishauriana unalisimamia mpaka linafika mwisho.
Lakini na mtangulizi wako pia alikuwa na falsafa kama hiyo. Ilikuwa na kadhia hapa ya shule yetu inaangaliana na kituo cha afya cha Makole. Kwa wakati mwingine watu wanachukua miili pale mochwari. Inakuwa si jambo jema kwa wanafunzi na walimu kuona haya yanaendelea. Lakini leo uzio wa kituo cha afya umekamilika, uzio wa shule kwa zaidi ya 80% hivi umekamilika. Mazingira hapa ni rafiki kutoa elimu. Hongera sana Mheshimiwa Mbunge, hongera sana mkurugenzi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkurugenzi, pia nakupongeza kwa kuwapenda walimu wetu. Siku kama 10 zimepita hivi tulikuwa na kikao cha wadau wa elimu. Ni bahati mbaya sana Mheshimiwa Mbunge alikuwa katika majukumu ya kitaifa au kuwepo. Lakini tulikuwa na siku nzuri sana ya kikao cha wadau wa elimu. Na kikao kile tulipata taarifa ya mtoko uliopatia walimu kwenda kwenye mbuga za wanyama. Walimu hao wamejisikia raha sana. Najua si walimu wote. Najua nafasi nyingine itajitokeza tutapeleka pengine walimu wote. Lakini zawadi ulizotoa kwa walimu walioongeza ufaulu na waliofuta sufuri katika mashule yao ni jambo lilitia hamasa kubwa kwa walimu wetu. Pigeni makofi mengi sana kwa ajili ya mkurugenzi wetu. Sisi tunakutia shime, endelea na moyo huo. Iko falsafa tulikubaliana hapa kama viongozi wa wilaya, mie nikito wa CCM wilaya Mzee Mamba, Mheshimiwa Mbunge na mstahiki meya, ya kwamba sasa tujielekeze katika kutumia vizuri ardhi ndogo tuliyokuwa nayo kwa kujenga majengo yanayokwenda juu. Kwa hiyo ukiangalia mtawanyiko wa majengo kwenye shule hii ya sekondari ya Viwandani, hapo wala huoni uwanja wa mpira wala namna yoyote. Kwa hivyo siku moja tukipata manufaa ya mitaji ya kifedha kwa kuwashirikisha wadau, na kwa bahati wewe ni mwandishi mzuri wa maandiko ya miradi, napata matumaini siku moja tutakuwa na shule ya sekondari ya Viwandani ya ghorofa na majengo mengine haya tuna confiscate, tunapata uwanja mzuri wa mchezo. Mimi nikiangalia watoto hawa naona vipaji vingi. Naona akistaafu Ateba, akistaafu Mkwala, akistaafu Shazarwa, akistaafu Kamara. Naona wachezaji hao wanapatikana Viwandani. Lakini tuna wajibu wa kuwekea mazingira mazuri ya kuendeleza vipaji vyao. Sifahamu leo mchezo wanafanyia wapi Viwandani Sekondari. Kwa hivyo nitoe rai, falsafa ile ya majengo yanayokwenda juu tuiongezee kasi ya kuisimamia. Mheshimiwa Mbunge alituongoza njia kwenye jambo hili pale Ndege, lakini Mheshimiwa Diwani wa Makole namuona hapa, Mheshimiwa Omar Haji, pale pia tumejenga shule sasa ya ghorofa. Namuona pia mstahiki meya anasema usije ukasahau pale kwangu Msangalale, na pia tuna shule pale ya ghorofa. Sasa kasi hii tuiongeze. Hadi inapowezekana tuandike maandiko, mashule ya vile tuyaboreshe, yabadilishe. Watoto wote hao waweze kwenye jengo moja na ghorofa 3, ghorofa 4 na tukawa na eneo kubwa kwa ajili ya mchezo. La mwisho, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, Mheshimiwa Mbunge amefanya wajibu wake. Waliotangulia wamesema vizuri. Pengine kama ilivyo rais wetu wa nchi, amefanya kazi kubwa sana. Lakini zawadi tunaweza kuwapatia hawa wala sio kuwapelekea suti wala kuwapelekea kanga wala kuwapelekea laptop. Tunahitaji kuwaunga mkono kwa kazi zao. Wana Dodoma, tutambue kwamba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amebadilisha kabisa muonekano wa Dodoma. Dodoma inayokuja kwa sisi wana Dodoma, tuna haja sana ya kuandaa vijana wetu kuwa shindani kwenye makao makuu ya nchi. Hatuna namna ya kufanya ushindani huo kama hatuwekezi kwenye elimu ya watoto wetu. Kwa hiyo msaada wote wa Mheshimiwa Mbunge ni mkubwa sana kuandaa wana Dodoma kucompete, kushindana katika sekta ya umma na sekta binafsi katika jiji kubwa la kisasa ambalo Rais Samia anajenga hapa Dodoma. Tunabudi kuwaunga mkono rais na mbunge wetu katika kazi zao wanazofanya. Lakini la pili, nataka nitoe rai kwenu walimu na mkuu wa shule, lakini pia afisa tehama wa jiji. Vifaa hivi vitumike kwa matumizi yaliyokusudiwa. Na vitumike kwa kutunzwa vizuri, kutibu changamoto za viruses na kadhalika. Lakini mazingira ya maktaba yale kuyakagua, kuangalia uimara wake. Mengine huwa yanapaswa kuwa na air condition na vitu vya namna hiyo. Sasa haya yakifanyika, vifaa hivi vitatumika kwa muda mrefu. Nataka nitoe rai, piteni mkague muone
mambo ya kumuunga mkono mbunge wetu ili kusudi maabara hii iwe ya mfano kwa wilaya yetu, watoto wao wasome na wajifunze. Na tutakubaliana hapa, zaidi ya vitabu ambavyo wamewekewa kwenye hizo kompyuta, wanaweza pia tukiwafungia internet wakapata maarifa mengine nje ya haya ambayo tayari tumewekea. Dunia ya leo kipo kinachoitwa e-library, maktaba ya kielektroniki. Lakini dunia ya leo kwenye kuomba nafasi za masomo za kujiendeleza kwa wanafunzi, lakini kwa walimu, lakini kwa alumni wale waliosoma zamani hapa viwandani, wana nafasi ya kuja kutumia maktaba hii na maabara hii ya kompyuta kutafuta kazi, kutafuta ajira, nafasi za kujiendeleza, kufanya PhDs na kadhalika. Kwa hiyo nitoe rai kwako mkurugenzi, tumeongea hapo, mimi ni matamanio yangu ya kuona kwamba maabara hii basi tunaiboresha zaidi. Ikiwezekana tukafunge pale internet, tena ile wireless fidelity, wanaita wifi, ili mtu akiwa hapa anapata username na password, anaweka password yake, anaingia kwenye mtandao, maisha yanaendelea. Hapo vipi? Kwa hiyo rai yangu tuweke wireless internet ili kusudi matumizi chanya kabisa ya maabara hiyo iweze kufanyika. Lakini nasema hayo nikihitimisha kwa angalizo. Tukishaweka hiyo internet, tusisahau kuweka pia controls ili vijana wetu wawe salama na matumizi yasiyo rafiki ya mitandao. Bahati mbaya sana katika utandawazi wako wanaotumia mitandao hiyo vibaya, kupenyeza maadili yasiyo ya nchi yetu, ya taifa letu, kupenyeza ajenda hususan mitaala ambayo haifai kwenye elimu zetu, lakini pia kutuingizia maadili mabovu na wakati mwingine vile kutengeneza magomvi na uhasama wa kwenye mitandao. Kwa hivyo ili hayo yasitokezee, ni muhimu sana tukaweka controls. Baadhi ya websites zisiweze kufunguka, lakini pia zikifunguka ripoti pia iweze kutolewa nani anajaribu kuingia katika web ambayo ina maadili au content ambayo haifai kama taifa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, mwisho kabisa, kwa sisi sote hapa tumtilie dua njema mbunge wetu, lakini pia na viongozi wetu, mheshimiwa diwani na madiwani wote hawa. Zawadi kwa wanasiasa wamesema wao wenyewe, walikuja hapa wamepata maiki ya kuongea, si ndivyo? Wakasema ya kwamba ikifika Oktoba kwenye uchaguzi mkuu wa bunge, wa madiwani na rais, wanategemea kuona unachukua unaweka kwa pamoja, unachukua unaweka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo sisi tunakutia dua njema mheshimiwa mbunge. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika majukumu yako. Kila mwenye shari Mwenyezi Mungu aiepushe yake shari, na Mwenyezi Mungu akujalie wepesi katika magumu ambayo yanatokana na majukumu yako. Maana mambo magumu kwa Mwenyezi Mungu yanaweza kuwa mepesi. Hata yale mepesi anaweza kuyafanya hapa magumu akitaka. Wanasema kwa Kigogo, wanasema kwa Kiarabu, Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shita sahala. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuifanya jambo gumu likawa jepesi, lakini hata ambalo ni jepesi kabisa anaweza kufanya likawa nini? Likawa gumu. Hakuna jambo jepesi kama kupumua. Kila mtu amekaa hapa anapumua, lakini Mwenyezi Mungu atakutia mtihani wako ambao kwenye hospitali sasa hivi wanatumia nini? Mashine kwa ajili ya kupumua. Jambo jepesi kabisa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akiamua anaweza kufanya ikawa jambo gumu. Sisi tunakutilia dua njema, kila lililo gumu kwako Mwenyezi Mungu alifanye liwe jepesi, na aondoe hila za watu ambao wakati mwingine wanabeza mambo ya msingi yanayofanyika katika jimbo lako na katika taifa letu.